usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe mavuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote na milele. Amen. Kanuni ya imani. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwanao wa pekee Bwana wetu, aliyetungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akasaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafufuka katika wafu, amepaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi. Toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele. Amina. Amri za Mungu. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Ya pili, usilitaje bure jina la Mungu wako. Ya tatu, shika takatifu siku ya Mungu. Ya nne, waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Ya tano, usiue. Ya sita, usizini. Ya saba, usizini. Ya nane, usiseme uongo. Ya tisa, usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 10, usitamani mali ya mtu mwingine. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Jambo wa Kristo wapenzi, umeamuka vizuri? Au bado na uzingizi? Hakuna uzingizi. Basi tumekuja hapa kusema asante kwa Mungu kwa siku ya leo. Tutasikia leo katika masomo Yesu anaponya viziwi, wale ambao wana shida ya macho. Ninyi mnaona vizuri? Lakini hapa kuna kipofu cha roho, sio kwa mwili pekee yake. Yaani ukosefu ya imani. Hiyo ndio ni ugonjwa mbaya kuliko hata ile ya macho, ya mwili. Yesu ndio anakuja kutuponya sisi ili tupate kuona. Hata sisi tunahitaji hiyo baraka leo. Mungu tuma Yesu ambaye ni daktari yetu ya kutuponya kwa macho yetu tuone.
Basi tuanze misa yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe nanyi. Na iwe rohoni mwako. Ndugu zangu, tuombe Mungu tusamehe dhambi zetu, hasa dhambi ya ukosefu ya kuona. Kwa maana hatuna imani mara nyingi sana. Tunaona dunia kwa macho ya dunia, hatutumii macho ya imani. Kwa hiyo tunasema pole kwa Mungu. Tukisema pamoja na muungamia Mungu Mwenyezi, Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutenda dhambi. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria milele, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana, tunakuomba uziamshe nguvu zako na uje, ili upate kutupoa kwa ulinzi wako na kutukomboa kutoka katika hatari zinazowajibishwa na dhambi zetu. Tunaishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Hili ni neno la Bwana Mungu. Je, si unabaki muda mfupi tu, na Lebanoni itageuzwa kuwa bustani ya miti, nayo bustani ya miti itadhaminiwa kuwa misitu. Ndipo siku hiyo viziwi watasikia maneno ya kitabu, nao vipofu wataondolewa giza, na weuzi na macho yao yataona. Wanyonge watazidi kumfurahia Bwana, nao maskini kati ya watu watamshangilia Mtakatifu wa Israeli. Kwa kuwa mjeuri ametangaziwa, mwenye dharau atakoma, nao wote waliotaka maovu wataangamizwa. Ndio wale wanaomshtaki mtu kwa maneno yao, wanaomtega mwamuzi mlangoni na kumsumbua mtu mnyofu bila haki. Kwa sababu hiyo Bwana asema, Mungu wa nyumba ya Yakobo ndiye aliyemkomboa Abrahamu. Tangu leo Yakobo hatataka tamaa tena, wala uso wake hautaona haya. Maana akiona kwake watoto wake, ndiyo kazi ya mikono yangu. Atalitakatifuza jina langu takatifu. Atamtakatifuza yule aliye mtakatifu wa Yakobo. Atamstajabia Mungu wa Israeli. Walio na roho yenye kupotoka watajifunza hekima, nao wanung'unikao watapata elimu. Neno la Bwana. Saburi. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni kinga ya uzima wangu,
ni mwovu nani? Kiitikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Namuomba Bwana jambo moja, nalo nalitamani sana, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, nipate kuutazama uzuri wa Bwana na kuutafakari hekalu kwake. Itikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uje hodari, ujipe moyo na umgonje Bwana. Itikio: Bwana ni mwanga wangu na wokovu wangu. Simame kwa shangilio. Tazama, Bwana wetu anakuja na uweza, naye atayatia nuru macho ya watumishi wake. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ee Bwana. Wakati ule Yesu alipokuwa akiondoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakiita kwa sauti kubwa, Mwana wa Daudi, utuhurumie. Alipofika nyumbani, vipofu nao wakamkaribia Yesu, akawauliza, mnasadiki kwamba mimi naweza kufanya hayo? Wakamjibu, ndiyo Bwana. Akawagusa macho, akasema, mtendewe mlivyosadiki. Macho yao yakafumbuka. Yesu akawaonya sana akisema, angalieni asisikie mtu hayo. Wao lakini wakaondoka, wakaeneza sifa yake katika nchi ile yote. Injili ya Bwana Yesu. Sifa kwako Yesu. Bwana ni mwanga wangu. Leo tunasikia juu ya mambo ya kuona. Hata mimi sasa kusoma kuna shida kwa sababu sitima kuna sana, ni kidogo tu. Tunahitaji sitima katika maisha yetu, kuona watu vizuri, kuona barabara, kuona adui iko wapi, rafiki iko wapi, chakula iko wapi. Macho ni kitu ya maana sana. Mtu kama akiharibu macho, basi anajua faida yake. Anatafuta daktari, wapi daktari ya macho? Anapimwa, alafu ufanya operation, anaweka miwani sangine kama mimi sasa. Macho ni kitu ya maana sana. Lakini kuna macho ya roho. Macho ya roho ambayo inaitwa imani, faith. Kuona watu, kuona dunia, kuona maisha na macho ya nani? Na macho ya Mungu. Vile Mungu anaona. Vile Mungu anaona, sio kama sisi vile tunaona. Saa nyingine sisi tuna macho ya nini? Macho ya fisi.
Unajua macho ya fisi iko tofauti gani na macho yetu? Na macho ya Mungu. Fisi anaona kitu gani? Nyama ya kula. Sio? Akiona kitu anasema, nitaweza kula hiyo. Anaona kwa macho ya tamaa. Tamaa. Anataka kula. Sangine hata sisi wanadamu sangine tuna macho ya fisi. Nipate kitu gani? Nitaweza kupata faida gani? Macho ya tamaa. Macho ya uchoyo. Lakini macho ya Mungu ni tofauti. Macho ya Mungu tumeona katika Yesu. Yesu ndiye na macho ya Mungu. Ni macho gani? Macho ya upendo. Macho ya upendo. Maana yake Mungu ni nani? Mungu ni upendo. Alifanya kila kitu kwa upendo. Anaona watu kama adui ama kama rafiki. Kama rafiki, kama ndugu, kama dada. Kwa hivyo sasa tunahitaji macho. Unajua siku hizi hata wanafanya hata transplant ya macho. Kubadilisha macho yetu, kutoa ile macho ya fisi, tupo macho ya fisi, macho ya tamaa. Tumia macho ya Yesu, macho ya upendo. Kwa hiyo leo tunasema, Yesu tafadhali, mimi ni kipofu. Kama sasa hao watu wawili, tunaenda kwa Yesu tunasema, mwana wa Daudi. Maana yake alisema ni mwana wa Daudi, yani Masia, mwokozi wetu. Unihurumie. Sioni vizuri. Yesu anaambia, sasa wewe unaamini kwamba mimi nitaweza kukuponya? Ndio. Ninajua wewe unaweza. Wewe ni daktari ya macho sana. Basi pona, angalia. Kwa hivyo nasema leo, Yesu tafadhali, hata mimi tengeneza macho yangu. Niwe na macho ya imani, utupe mbali macho ya fisi, sio? Ngonyeke kunoicho. Niwe na macho ya upendo, tamaa ya furaha, sio macho ya kupata, kuiba, kuchukua. Hiyo miracle sasa, muujiza tunataka Yesu afanye sisi muujiza. Na Yesu tunakula leo kwa sakramenti ya Ekaristi, tunakula yeye. Anakuja ndani yetu, anageuza maisha yetu, anageuza pia macho yetu.
ukubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lako. Ee Bwana, tunakuomba sala na dhabihu zetu sisi wanyonge zikutulize, na kwa kuwa mastahili yetu hayatoshi kitu, ututie shime kwa rehema yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo, Tumeinua kwa Bwana. tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye katika ujio wake wa kwanza, alipokuja katika unyenyekevu wa mwili, aliutimiza mpango ulioandaliwa nawe tangu kale. Hivyo akatufungulia njia ya wokovu wa milele, na ili atakapokuja tena katika utukufu wa enzi yake, hatimaye tupewe waziwazi mema yaliyoahidiwa, ambayo kwa sasa tunathubutu kuyatarajia tukikesha. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, tunaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tangaze fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo
askofu wetu Joya Hieronymus na waklero wote. Pia wakumbuke ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote pia, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake huyu Bikira, mitume wenye heri, watakatifu wote na mashahidi walikupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala iliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema wako amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tuombe sana kwa ajili ya kupata amani. Amani ni zawadi ya Mungu. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi na iwe rohoni mwako. Tupeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, usistahili kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itakuwa. Mwili wa Kristo tulinde katika uzima wa milele. Amen.
Tuombe. Bwana, baada ya kushibishwa kwa chakula cha kiroho, tunakuomba kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki fumbo hili utufundishe kuyapima kwa hekima malimwengu na kuambatana kwa mambo ya mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi leo tuombe Mungu tupatie macho ya upendo, sio macho ya fisi ya tamaa. Na Mungu tupatie sisi hiyo macho ya upendo, tuone kila mtu kama ni ndugu na dada, si adui. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Mwenyezi Mungu awabariki Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Twendeni na amani. Tumshukuru. Na siku njema. Asante Baba. aliyekingiwa dhambi ya asili. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Sala ya kuomba malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, nilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na Mwana